Yesu yuko mbele tu wanangu. Moja kwa moja tunaingia katika kipengele cha ahadi. 1, 2, ahadi. Nikimpenda Bwana Yesu, ninaahidi kuwa na juhudi katika kazi za huduma za vijana wa Adventista, kufanya liwe niwezalo kusaidia wengine na kumaliza kazi ya Injili katika ulimwengu wote. Moto: upendo wa Kristo wanibidisha. Kusudi: ujumbe wa marejeo uhubiriwe ulimwenguni kote katika kizazi changu. Lengo: kuwaongoza vijana katika uhusiano wenye kuleta wokovu pamoja na Yesu na kuwasaidia kuelewa wito wake wa kuwa wanafunzi. Ndugu viongozi wa idara za huduma za vijana mlioko hapa, ndugu washiriki na waumini wote, nipende kuwakaribisha katika programu fupi ya viongozi katika kundi la Master Guide. Kifuatacho sasa tunahitaji kuangalia vitu vichache kwa ufupi sana kile ambacho tumefundishwa wakati tulipokuwa hapa katika kambi hili. Cha kwanza kabisa nitamkaribisha yule aliyejiandaa kwa ajili ya somo la uongozi. Karibu. Kambi la mafunzo 2025 Kakeneno. Kambi la mafunzo 2025 Kakeneno. Niko mbele yenu kuwaletea aina za uongozi. Zipo aina nyingi za uongozi, lakini kwa leo kulingana na muda nitakupa aina 3 tu za uongozi. Uongozi wa kwanza ni uongozi wa kidemokrasia, lakini pia uongozi wa pili ni uongozi wa kimabavu, na uongozi wa tatu ni uongozi wa uwakilishi. Huu uongozi wa uwakilishi ndio uongozi ambao kanisa la Waadventista wa Sabato tunautumia, na uongozi huu huanzia GC, nikimaanisha General Conference, hadi kanisa mahalia. Mungu awabariki sana. Bwana ni mwema. Kambi la mafunzo ya vijana Kakeneno 2025. Baada ya kusikiliza uongozi, sasa nimkaribishe yule ambaye amejiandaa kwa ajili ya historia ya kanisa. Karibu. Karibuni kusikiliza historia fupi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Kanisa la Waadventista wa Sabato limepitia vipindi 7 na 8. Kipindi cha kwanza ni kanisa katika kipindi cha Agano la Kale. Kipindi cha pili ni kanisa katika Agano Jipya. Kipindi cha tatu ni kanisa katika kipindi zama za giza. Kipindi cha 4 ni kanisa katika kipindi cha wana matengenezo, na kipindi cha 5 ni kipindi katika kipindi cha mahujaji, na kipindi cha 6 ni kipindi cha wamishonari, na kipindi cha 7 ni kipindi cha marejeo, na kipindi cha 8 ni kipindi cha masalio. Na hivi tu leo nitakuletea sifa chache za kanisa la masalio. Kanisa la masalio ndilo hili tulilonalo.
Sisi Wakristo wa sasa tuna bahati kubwa kufikia katika kipindi hiki. Kanisa hili ndilo kanisa linaloshika amri 10 za Mungu. Kanisa hili ndilo lilosalia na kutangaza ujumbe wa malaika watatu. Kanisa hili ndilo kanisa linalotangaza mafundisho ya kweli juu ya wafu. Kanisa hili ndilo lilosalia kumsubiria Yesu Kristo na kutangaza ujio wa pili wa Yesu Kristo. Mungu awabariki. Katika darasa letu hatukuishia hapo, bado tuliendelea na mafundisho mengine. Nimkaribishe yule ambaye atatuongoza katika namna ya kufunga mafundo. Karibu. Bwana ni mwema. Bwana ni mwema wakati wote. Nitakwenda kuanza, twenda kwa haraka kidogo, ni mafundo machache ambayo tutajifunza kwa siku ya leo. Kamba yangu nahisi mnaiona vizuri, si ndio? Mnaiona vizuri? Naomba nianze na fundo alilolitumia Yuda katika kujitia kitanzi. Sababu kwenye jina mtanichanganya. Hili ndilo fundo alilotumia Yuda katika kujining'iniza baada ya kugundua kwamba amefanya makosa. Linaitwa Crowich. Nitaomba nielekee kwenye fundo. Kiswahili kama Kiingereza kinasumbua, twende kwa Kiswahili. Fundo mtelezo. Fundo mtelezo. Jamani, Kiingereza kigumu, ndio maana nimekunga Kiswahili. Fundo mtelezo. Matumizi yake, fundo hili ni kufunga, tunasema kwa mfano wanyama, kama unamfunga kwenye mguu, unamfunga fundo hili. Fundo hili unamfunga mnyama kwenye mguu, kamba hapa, kama unamsafirisha. Hebu naomba nifanye mfano kidogo kwa mtu mguuni. Fundo jingine, amesema nitamuumiza. Fundo jingine. Fundo jingine nitatumia fundo la wavuvi wanalolitumia katika kazi yao ya uvuvi, wakiwa wanahitaji kuunganisha kamba, inaitwa fisherman. Fundo la wavuvi. Nina kamba zangu 2, si ndio? Nina kamba 2. Sawa. Fundo hili linafungwa hasa katika kamba zinazoteleza ili kuunganisha kamba moja kwenda kamba nyingine. Fundo la mvuvi. Wavuvi tunalitumia sana hili huko ziwani, kuunganisha kamba moja baada ya nyingine. Kwa hiyo kamba yako ikikatika kwa ajili ya matumizi, unaunganisha hivi, na ukishavuta haiwezi kafunguka tena kamwe. Kwa hiyo kwa matumizi hayo unaweza ukatumia katika shughuli yoyote ile unayofanyia katika maisha yako. Nashukuru. Tukuishia hapo, pia tuliendelea kujifunza na tulijifunza namna ya kuwafundisha vijana wa PF. Naomba nimkaribishe Alienjana. Bwana Yesu asifiwe. Unapofundisha vijana watafuta njia, usikurupuke tu kutoka chumbani au kutoka kanisani na kuingia kufundisha watafuta njia. Fanya maandalizi, nayo ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, andaa somo lako vizuri, na somo lako liwe na mada kuu. Na mada kuu
hiyo ndio ikuandae kuandaa somo lako utakalowafundishia watafuta njia. Jambo la pili, katika mada kuu, andaa mada ndogo rahisi ambayo watafuta njia utakuwa na uhakika ya kwamba watafanikiwa kuelewa au kujua nini ulichokusudia. Jambo jingine la msingi zaidi, unapokuwa ukiandaa somo hilo, jitahidi kuandaa zana. Kwa mfano, unafundisha somo lolote linalohusiana na mazingira, nenda kwenye mazingira halisi. Kwa mfano, kama unafundisha somo hilo, umekuja kama hapa unafundisha mazingira, unafundisha aina ya miti, uko kama mazingira haya watu wanaona miti yenyewe, hapo mwanafunzi au mtafuta njia anajifunza hasa kwa kuona na kutenda, na sio masimulizi tu. Kwa wale tunaotumia masimulizi kule makanisani, tubadilike, tutengeneze zana au vifaa kwa ajili ya kufundisha. Unaweza ukajiuliza kwamba zana nitazipataje? Zipo aina nyingi, zipo namna nyingi ya kupata zana. Unaweza ukapata zana za kufundishia kwa njia ya kuokota. Unaweza ukapata zana za kufundishia kwa njia ya kufaragua. Kufaragua ni kufanyaje? Ni kutumia kitu chochote mahali ambapo kilikuwa hakina matumizi hayo. Kwa mfano, unataka kutumia meza, mtu akiinama hapo, halafu ukaweka daftari lako hapo juu kaandika hapo, umefaragua meza. Na kwa namna hiyo unaweza ukafaragua kitu chochote ili uweze kutimiza lengo unalokusudia kuwafundisha watafuta njia. Andaeni zana wakati mnapowafundisha, msiwafundishe kwa story. Hayo ni baadhi tu ya yale tuliyojifunza, yapo mengi na ambayo tutaendelea kujifundisha na kufundishana. Basi kwa programu hiyo fupi nipende kuwasilisha. Asanteni. Naomba ni mkabidhi mkurugenzi ili kuendelea na ratiba inayofuata. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya pekee sana katika field yetu, tunapokwenda kwa ajili ya swala zima la kutambua master guide ambao wamekuwa wakijifunza kwa muda na sasa wanakwenda kutambuliwa rasmi katika klabu ya master guide. Niwashukuru kwa sababu ya changamoto zinazojitokeza. Hiyo inaonyesha ya kwamba tarehe 8 hadi tarehe 14 inawahusu tena kwa asilimia kubwa, ili kuweza kukamilisha kile ambacho kimejitokeza na kijakaa vizuri. Si tu hawa tu, hata wale waliohitimu zamani wanaonekana kuwa na changamoto kadha wa kadha. Kwa mujibu wa takwimu nilizonazo hapa, tuna jumla ya master guide ambao walikuwa wameshahitimu 51 ambao wanatambulika katika jimbo letu, na leo tunakwenda kwa ajili ya kuhitimisha master guide wapatao 30. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kusema hivyo, ninaomba nimkaribishe Pastor Manema kwa ajili ya kuendelea na kile ambacho kinatakiwa kufanyika. Pastor, karibu sana. Master guide, mguu pande, sawa, nyuma, geuka, hatua 2 nyuma, songa, pap, pap, mguu pande, mwili regeza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nipende tu kusema hivi, idara ya huduma ya vijana wa Kiadventista ni idara inayojikita na taaluma, na hata wengi walio na taaluma ni wale wa zamani. Taaluma hii, mitaala inabadilika kila wakati. Serikali ya Tanzania imekuwa ikibadilisha mitaala ya elimu mara nyingi kulingana na changamoto zinazojitokeza na uhalisia. Vivyo hivyo kanisa la Waadventista wa Sabato limekuwa likibadili mitaala yake ya mafunzo kila wakati. Sasa hivi mtaala tulio nao wa wavumbuzi, wa Pathfinder na Master Guide ni mtaala mpya wenye mfumo tofauti wa ufundishaji, hususani ufundishaji wa wavumbuzi. Sasa we mama unapiga story hapo na binti yako na si tuko huku.
Mna bahati mbaya kwamba saa hizi ndio nimesimama mwenye kazi. Wewe ukipiga story huko nitakuita uje utusimulie hapa mbele utakachoongea. Alafu aibu zitakushika kati ya umati wote huu, utaamua kurudi sijui kwa kutembea. Maanake hata kutembea utashindwa kwa sababu utakuwa umefunika macho, utaanguka njiani na utasema kamwe sitakwenda. Kumbe wewe ndio umetuvuruga. Kwa hiyo ukiona nimesimama hapa, funga kamdomo. Kamdomo katakuponza. Halo? Kwa hiyo wewe angalia, nisikilize, tumalize zoezi hili, kazi iende. Sisi idara yetu tumenyoka, tunataka moja. Nyamaza, sema. Kwa sababu hiyo ni kanuni ya mbingu. Mungu aliposema usile, hakutaka mjadala kwa nini nisile. Alikuambia usile, ukila utakufa hakika. Na sisi tunakuambia tii, uishi. Utaki kuishi, ondoka. Kwa lugha nyingine, tii, uishi. Utaki kutii, nenda ukakufe. Kwa hiyo tafadhali tii maelekezo tunayokupatia. Ndio mfumo ili uweze kuokolewa. Bwana wabariki. Kwa hiyo hawa tunaohitaji kuwahitimisha, tunahitaji tupate jeshi lililo imara. Hii ni field mpya imeanzishwa Northwest Tanzania, field ambayo mara nyingi kwa nini imeanzishwa? Kwa sababu huduma za msingi zilikuwa hazifiki upande huu. Na hivyo kanisa katika makao makuu ya jimbo kuu la Kaskazini wakaona kwa hekima ni vema waanzishe hili jimbo dogo ambalo kwalo huduma muhimu zitawafikia walengwa. Vijana wataguswa, watafikiwa. Na katika mwanzo huu ambao ni mwanzo wenye mafanikio, kumbuka miaka yote hiyo nyuma tuna master guide waliohitimu 51 tu. Zita 51 pastor? Pastor umesema ni 51 mkurugenzi? Master guide ni 51, 50 ngapi? 51 tu. Ni miaka mingapi imepita? Lakini leo tunatamani kwa rehema, kwa huruma za Mwenyezi Mungu na uhalisia, tunatamani tuhitimishe 30 ambao wanaongeza hesabu. Na sasa tunasema kwa kuwa vigezo vingi hawajavifikia, tunataka wahitimishwe. Mimi nimebadilisha ratiba yangu. Leo tutawahitimisha, lakini tunawaandaa waje wakae wiki nzima, wapokee taaluma iliyo sahihi kwa mwenendo unaotakiwa ili watoke na ushindi. Ili tulete badiliko katika fildi yetu, badiliko katika utendaji, namna ya ufundishaji wa madarasa na nishani, namna ya kwaya za vijana zinavyoimba na kufanya kazi, namna ambavyo vijana watatoka kuingia katika utume, namna ambavyo mapinduzi ya kiroho yatapatikana kupitia vijana ndani ya fildi hii. Na hili tutalifanya kwa wote waliohitimu zamani na hawa wa sasa hivi. Ninawaomba kwa neema ya Yesu, ikiwa natamani kuendelea kuwatumikia vijana katika idara ya huduma za vijana ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato chini ya jimbo dogo la Northwest Tanzania Field ndani ya jimbo kuu la Northern Tanzania Union Conference, fika siku wakati huo. Kama hutataka kufika, basi wakati huo tutaomba hicho cheti chako tutakisaspendi kwanza, tutakituliza kwanza mpaka upate refresher course itakayotusaidia kwenda na mwendo huu tulionao na spidi ambayo viongozi wetu, mwenyekiti wa jimbo kuu, mwenyekiti wa jimbo dogo, kwa pamoja wametuagiza kusimamia. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ninawaomba sana kwa maelekezo hayo, makanisa yote ambayo hawa wanatoka, fanya kinachowezekana wafike. Nimebadili ratiba makusudi, nimeahirisha ratiba ya mkurugenzi wa division ambaye alikuwa anatutembelea ili nifikie mahitaji muhimu ya hawa walio katika majimbo madogo. Na sasa siwezi nikafanya hivyo kwa hasara, nataka nifanye kwa faida ya Mungu mwenye enzi. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ninawaomba sana, uwe ni SYL, uwe ni master guide uliohitimu zamani, uliohitimu sasa, 8 mpaka 14 na kuhusu, kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na uje umejiandaa kikamilifu. Kama ni mafundo, kamba uwe nayo nzuri ndefu kabisa kikamilifu. Huyo hapa alikuwa afungi mafundo, alikuwa anacheza tu hapo na kamba.
Kwa hiyo tunatamani tufanye kilicho bora ili kwamba Yesu atakapokuja kutuuliza, wale watafuta njia niliyokukabidhi umewafikisha wapi? Useme, Baba, ulinikabidhi watafuta njia 30 katika zamu yangu, wamekwenda. Mmoja ni mchungaji, mmoja ni dereva, mmoja ni injinia, mmoja ni pilot, mmoja ni nani, na kote walikoenda bendera ya Yesu inapepea. Haleluya, bendera ya Yesu inapepea. Hiyo ndio hamu yetu kubwa tulionayo, ndio hamu yetu kubwa tulionayo, kwamba tuwaongoze hawa watafuta njia katika uhusiano wenye kuleta wokovu na kuwasaidia kuitikia wito wa Bwana wao wa kuwa watu gani? Wanafunzi. Hilo ndio lengo. Baada ya kusema maneno hayo, sitawaoji maswali kwa sababu mtakuja kunijibia vizuri tukiwa huko. Sasa hivi sitawaoji, mtakuja kunijibia vizuri tukiwa wapi? Sijui ni wapi, lakini mtanijibia vizuri tukiwa huko. Baada ya kusema hayo, Master Guide wataradhia nguso kwa kufungua mistari. Najua sasa mnichanganyie mafaili. Kwa kufungua mistari fungua. Huko si mmeona si mnakumbuka pale tulikaa ile dakika chache zile, rafiki? Oya, vipi? Dakika chache zile tulikaa pale tukaelezana, kwa sababu nilijua zoezi lazima litafanyika hapa. Tuko pamoja. Pathfinder walioandaliwa mistari mitatu kulingana na idadi ya Master Guide walioko hapa kwa ajili ya kuvua skafu. Popote mlipo, kwa mwendo haraka, sawa, wakati kuingia katikati, mbele, tembea, shot, 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 shot. Ona sasa, shot, shot. Ukiona hawa wanakosea, basi jua ni viongozi wao. Shot, 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 shot. Unajikuna kuna nini we mtoto? Shot, 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 shot. Haya, gwaride hima walishasimama hata kabla ya wakati. Haya, mjiadjust. Tatizo sio nyie. Kila mtu amepata kumhudumia? Bado walijichanganya kule, tayari ameshakuja. Wewe mwalimu Tani, unaongeza mwingine wa nini wakati wao walishajipanga? Wewe ulioongezwa rudi tu. Rudi tu. Wao wameshajichanganya, walihesabiwa tayari. Add Pathfinder. Shika slide. Chomoa slide. Shika scarf. Vua scarf. Wow. Ikunje scarf. Kunja hiyo scarf, iangalie tulivyo nzuri. Iangalie ilivyo nzuri. Inaweza ikawa yako milele. Iangalie ilivyo nzuri. Ikunje vizuri. Si mnajua namna ya kuzishika? Haya, maliza kukunja tayari. Haya, shika na mkono unaotakiwa. Shika na mkono. Wewe unaenda wapi? Unapita pita, unaenda wapi? Huyo Pathfinder wa wapi huyo? Subiri amri. Na saa umefunga kabisa, hapo unafanya ukora huu. Shika skafu vizuri kwa mkono wa kushoto. Pathfinder wote kulia, geuka. Kwa mwendo haraka, kwa kuunga mistari. Sikilizeni. Hizo skafu ni mali yenu tangu sasa. Sema amina. Kwa mwendo haraka, usawa kati, mbele, tembea. Shot. 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 Chai, unasikitika. Ni yake. Bye bye. Master Guide wanaokuja kuvisha scarf. Pale mlipo, mguu sawa. Kwa mwendo haraka, mbele, tembea. Shot. 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 Mbona mpindi kuingia? Simwambia ndio wakati huo, kwa wakati wenu. Wewe unaenda huko kote mbali, wakati wenu wa mstari wa kwanza hapa.
Wewe si wa mstari wa kwanza huu hapa. Rafiki, mstari wa kwanza si huu. Yeye. Wewe utakaje? Utakaje nyuma ya mtu? Utakaje nyuma ya mtu, utamtishaje? Wewe nani alikwambia utoke kwenye mstari? Si nitakutoa kabisa. Wachungaji ambao ni master guide wenye sare, naomba mpite hapa. Master guide wote wenye sare huko, naomba mje hapa. Master guide wote wenye sare, kuna watu bado wako wazi hapa. Master guide wote wenye sare, ingia kaa mbele ya mtu mmoja. Haya basi, mpaka hapo alipofikia. Bulilo, rudi bana huku. Bana huku kwanza. Mstari huo katikati. Bana huko tujue nafasi mbaki ngapi. Na yule mpendwa. Haya, hao waliobaki tutakwenda kwa wakati. Haya, kabidhi scarf. Upesi, chukua hiyo scarf. Ikunjue scroll. Ikunjue zungusha. Jamani, tunapokuja kwa master guide ni jeshi la Yesu. Utii tunauhitaji. Scroll vizuri, umepitisha zaidi, isipite zaidi. Haya, tayari najua mmekamilisha. Haya, scarf juu, valisha. Mimi napenda kitu ambacho ni smart. Haleluya! Wapeni amina hao. Asante. Valisha. Asante. Tengeneza kola yake hiyo vizuri, imeinuka hapo. Asante. Mpe mkono. Kumpongeza, asante. Naomba ingia kwa wale wengine waliobaki. Asante. Chukua scarf. Asante. Nyie wengine subirini tu. Asante. Scroll, zungusha. Chai. Vipi? Uko vizuri? Unajisikiaje? Au ile skafu yako ingine imekuuma? Skafu juu. Asante. Valisha. Asante. Haleluya. Amen. Asante. Weka vizuri, mpe mkono. Barikiwe. Master guide Kabarof. Bana huku, bana. Master guide wa timu kulia, geuka kwa mwendo wa haraka kwenda kuchukua sehemu zenu. Mbele. Tembea. Shot. Nimeongeza jeshi kubwa kwa ajili ya kazi. Ninaomba walau kwa mwaka kesho uniletee watu kwa ajili ya Kristo waliobatizwa wasiopungua 10. Hiyo ni idadi ndogo. Wewe kama wewe. Tumeelewana? Hilo ni agizo. Umefikia wakati wa kuhitimu masomo yako ya kiongozi mkuu. Kozi hii ni moja kati ya kozi za juu za idara za vijana la Kanisa la Waadventista wa Sabato. Muda umefika utakapokuja kupewa cheti tarehe 8
tarehe 8 mpaka tarehe 14 ni wakati wa mafunzo, na tarehe 14 mwezi wa pili utapokea cheti. Leo unapokea pini kama mwitikio wa kanisa wa kutambua taaluma yako uliyoipata kupitia kozi hii. Pini hiyo inawakilisha kiwango cha juu cha maadili ya kanisa kama yanavyofundishwa na Kanisa la Waadventista wa Sabato kupitia idara ya huduma za vijana. Ni matumaini ya Kanisa la Waadventista wa Sabato kwamba maisha yako na mwenendo wako vitawakilisha taaluma uliyoipata katika kozi hii. Ikiwa kwa sababu iwayo yote utaacha kuvipiga vita vya imani pamoja na Waadventista wa Sabato wenzako, utapaswa kurudisha pini hiyo na cheti utakachopewa tarehe 14 mwezi wa pili kwa kanisa lililokutunukia dhamana hii kubwa, au kwa kanisa lolote la Waadventista wa Sabato litakalokuwa jirani nao. Hata hivyo, ni imani yetu na maombi yetu kwamba Bwana aendelee kukulinda na kukusimamia imara katika kuitetea imani yako, kuhubiri Injili ya milele kwa mataifa yote hadi hapo Yesu atakaporudi, na kutupatia tuzo ya ushindi ile isiyoharibika, yaani zawadi ya uzima wa milele ulio tumaini letu na baraka kwa kila mmoja wetu. Ikiwa hilo ndilo kusudio lako, basi fuatana pamoja nami katika kukariri maneno haya yafuatayo. Ninakushukuru Mungu wangu nifanikisha hatua hii muhimu ya kuhitimu kozi ya kiongozi mkuu. Ninatambua kwa hakika ya kuwa Mungu unakusudia kunitumia kwa namna ya pekee kulisaidia kanisa lako kupitia idara ya huduma za vijana. Nakusihi Mungu ukaniwezeshe kulisaidia kanisa lako kwa taaluma hii, kwa mvuto wangu na kwa kujitoa kwangu. Nipiganie na kulisimamisha imara katika imani hadi siku ile ujapo, nitakapouona uso wako na kukaribishwa katika ufalme wako. Mungu nisaidie. Asanteni sana. Nitaomba pia wale wa SYL wajiandae, tutawaita muda sio mrefu, lakini basi nimalizie. Utakapokuwa unasema maneno haya ya mwisho, Mungu nisaidie, unanyanyua mkono wako juu. Mungu nisaidie. Asante sana.
Afisa mkurugenzi, afisa mjuri, karibu. Tunakwenda kuwavisha pini sasa, ni zoezi linaloendelea, na naomba wote tunaovisha toa pini. Ikifika kuvisha tunavisha pamoja wote. Wale wanaopiga picha, nilisema hiyo kamera inaganda pale pale, haichukui matukio yaliyo mazuri katika uvishaji. Kwa hiyo mjitahidi muone kamera gani inayochukua matukio mazuri katika kuvisha, sababu hiyo inakula migongo ya watu. Karibu. Wewe nani amekwambia uweke? Sijasema. Nimesema tufungua tunaweka pamoja. Chake imetoka wapi? Haya, wote mikono visha. Kibega kirudi. Asante. Wale waliokuwa mbele hapa waende mstari wa 3. Sisi tukae hapa. Hao wengine wasogee hapa kubalance. Wote tayari hapa, kila mtu ana mtu. Mstari wa 3 nataka ujae wote. Alafu tutarudi hapo kiasi. Haya, fungua, shikilia hiyo. Haya, kibega tuvishe. Kwa wale ambao hawajavishwa hapa, ambao hawajavishwa nyoshe mkono. Laini ambayo hajavishwa tayari wote. Laini ya mwisho tayari wote wamevishwa. Nani ambaye hajavishwa pini? Basi wote kama mmepata tu. Basi niwaalike senior youth leader waliohitimishwa asubuhi, naomba mpite hapa. SYL waliohitimishwa asubuhi, naomba wapite hapa. Nataka uwe na lile vazi la SYL. Umeshabadili au una namna? Basi njoo kaa tu na hilo hilo. Wewe lile ulihitimishwa ukitakiwa utoe leo. SYL wale? Naomba wekeni mstari pale. Oh sorry. Master guide waliokuwa wakibisha kulia geuka. Wale kwa mwendo haraka, usawa wakati mbele, tembea. Shoot. 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 Wewe. Tatizo lenu mnapenda kucheka sana. Asante simameni kwa hapo. Master guide wa team. Good. Amini. Mystery. Funga. SYL pita mbele hapa. Okay, tunakwenda kwa ajili ya ombi la kuwaweka wakfu, na kabla ya kupata ombi la kuwaweka wakfu, nipende kutangaza hivi. Kwa mamlaka niliyopewa na kanisa la Waadventista wa Sabato na kwa niaba ya kiongozi wetu wa kazi wa Union ya Kaskazini mwa Tanzania, Daktari na Mchungaji David Mpwani, ninapenda kutangaza rasmi kwamba sasa ninyi watu 30 mmekuwa viongozi wakuu wa kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni kote. Bwana na wabariki. Basi tutakwenda kwa hili, ni lazima tutapiga magoti na kiongozi wetu atatuweka wakfu, ombi maalum la kuwaweka wakfu. Nyie wahitimu mtapiga magoti pamoja na kiongozi.
Ondoa kofia yako. Tuombe. Utulivu. Tunaomba. Wewe binti, tunaomba. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, mfalme wa amani, Bwana ujae, wewe uhurumiaye, wewe uponyaye, wewe utendaye matendo makuu, wewe uliyeagiza nitakuwa pamoja nawe hata ukamilifu wa dahari. Wewe ndiye tunayeliita jina lako mchana wa leo. Tunazo furaha za mioyo kwa kushirikiana na watoto wako wapendwa, kiongozi mkuu na SYL, kiongozi mwandamizi, kwa juhudi walizozifanya. Ni kwa sababu wewe ulikuwa nyuma yao, hukuwaacha. Na leo wamehitimishwa, si kwa sababu wamemaliza majukumu na sasa wanakwenda kustarehe. La hasha! Kama ni kazi, sasa ndiyo wamerasimishwa shambani mwako, ili waingie wakaifanye kazi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache, na Bwana anawaita watenda kazi shambani mwake ili wakatende mapenzi yake. Na mapenzi yako Mungu wetu ni kula chakula chako, na chakula chako ni kuifanya kazi yako. Wengi wanaangamia katika dhambi. Nuru walioipokea watoto wako sasa ukawasimike kwa kuwapatia wingi wa Roho Mtakatifu. Na hata hivyo umesema katika neno lako, lakini mtapokea nguvu atakapowajia Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwa tukio hili Baba, na mikusanyiko mitakatifu kama hii, unasema na wewe hujihudhurisha hapo. Sasa jihudhurishe kwa kumwaga mvua ya Roho Mtakatifu kwa watoto wako, wale wa zamani na hata hawa wapya, ili tuingie shambani pako tukatende mapenzi yako. Siku utakaporudi, sauti ni ile ile, vyema mtumishi mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, sasa nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Sauti hiyo ni sauti ya ushindi. Sauti hiyo ni sauti ya nderemo na vifijo. Sauti hiyo ndiyo tunayoitamani siku ujapo kuvuna watoto wako, na sisi tuwe miongoni mwa watakaovunwa kwa ajili ya umilele. Washindie watoto wako, ukiwapatia nafasi ya kuitenda kazi yako, maana kungali ni mchana. Giza laja ambapo hatutaweza tena kuifanya kazi hii. Mjalie kila mmoja kumpatia afya njema ya kimwili. Mjalie kila mmoja kuwa nuru na taa pale alipo katika familia yake. Mjalie kila mmoja kuwa mwaminifu hata kwa lile lililo dogo, ili ujapo umfanye kuwa mwaminifu katika yaliyo mengi. Neema yako iwe na kila mmoja wetu sasa na hata milele, maana tumeomba ni katika jina lililotukuka sana, si jina jingine, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na kila mwenye pumzi aitike kwa shangwe akisema amina, amina, amina.
Pastor, naomba kidogo. Master guide wote. Mko mguu sawa. Nyuma geuka. Na ninyi pia nyuma geuka. Asante. Sasa haya, naomba sasa msqueeze, mbanane. Hivyo hivyo kwenye mistari yenu mbanane. Mbanane tu, mje katikati. Mje katikati hivyo hivyo. Okay. Haya, kaa katikati ya uso, kaa katikati, tupige hiyo picha moja. Japo wafupi wako nyuma, lakini itapigwa hivyo hivyo. Master guide, hatua moja, clear, songa. Kipa viwanja. Hatua moja, hapo iko sawa. Haya, basi haina shida, ipo hivyo. Sasa wewe mfupi kabisa unaonekana. Naomba mwenye kamera yenye stendi ainue kwa juu apige picha hivi. Ichukue wote na walio nyuma. Unaona na walio katikati wote unawaona? Wote sura zao zinaonekana. Nitakuja kuuliza hiyo. Tulikuwa tuwezi kufanya vinginevyo. Aiwe pale kwenye stendi pale. Asante. We mrefu hapo mbele, rudi nyuma mmoja. We binti hapa nenda mbele. We binti nenda mbele. We rudi nyuma. Pishane na huyo binti. Rudi nyuma kabisa wewe. Haya, sasa nadhani iko vizuri. Kila mtu akae kwenye nafasi ya uwazi. Asante, hiyo picha nadhani tayari sasa. Nadhani imekamilika. Bwana wabariki. Bwana wabariki. Bwana wabariki. Bwana wabariki. Naogopa utaanguka. Na ukianguka unaenda chuma. Master guide, mguu pande. Mguu sawa. Mguu pande. Kulia geuka. Mbele, tembea kwa kutawanyika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kazi kubwa ambayo imefanyika hapa. Jina la Bwana litukuzwe. Mwenyekiti wetu Pastor, tafadhali naomba kabla hujaondoka, tafadhali na kuomba kwa dakika chache. Naomba kwa dakika chache, tafadhali sana. Ministries Director, Northern Tanzania Union Conference means Mtuku. In recognition of your exemplary leadership in nurturing and empowering young people through inspired guidance, training, and ministry resources that continue to shape a Christ-centered generation, a beacon of excellence, guiding the future of youth ministries. Asante sana Pastor, tunashukuru. Tumeona ndio maneno yanayokustahili kwa kile ulichotufanyia, na kwa niaba yetu tunaomba upokee hiyo zawadi, na ukiwa ofisini kwako umeiweka pale mezani, basi tunaamini ya kwamba utaendelea kutukumbuka, na Bwana akubariki sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
Mnasemaje? Asante sana Pastor, tunashukuru. Jamani, Mungu awabariki. Kwa ajili ya majukumu mengine, ninaomba mniruhusu niweze kutoka. Wangapi wananipatia salamu huko nitakako kwenda nizifikishe? Bwana awabariki. Neema za safari zilizowaleta ziwarejesheni nyumbani salama. Tambi linafungwa kesho.